Bwana Yesu asifiwe sana. Kwenye sehemu yake ya pili anasema kwamba votre connaissance de l'évangile vous permettra de trouver facilement des textes recommandant aux fidèles d'aimer la pauvreté. Tel que par exemple heureux les pauvres car le royaume des cieux est à eux. Tutasoma Mathayo 5:3 inasema kwamba heri walio maskini kwa maana ufalme wa mbinguni ni wao. Kwa hiyo pamoja na mistari mingine aliwaambia kwamba uzoefu wao utawasaidia kuweza kupata mistari kama hiyo ya kuwafundisha watu weusi kwamba heri masikini ili wasije kupata utajiri wakawapita wala wasije wakawapinga katika utajiri. Kwa hiyo heri masikini kwa sababu wao ufalme wa mbinguni ni wao. Maana yake walioleta haya hawataki ufalme wa mbinguni, bali wanataka ufalme wa duniani, wawe matajiri, sisi tuwe maskini ili tuende kwa omba halafu ndio twende mbinguni. La hasha, huwezi kwenda mbinguni kwa sababu ya umasikini. Hapana. Na haya wazee wetu ndio wanatufundisha sisi vijana wa siku hizi. Samahani sana. Utaona wazee wetu wanatufundisha haya kana kwamba hawataki tufanye kazi. Wanataka tushinde kwenye maombi tangia asubuhi hadi jioni. Eti ndio Mungu atakuja kutuchukua tukiwa watakatifu. Na nikawaambia hivyo. Maana Paulo mwenyewe alikuwa anashona mahema. Hakuwa anashinda kanisani na lala kanisani bila kula. Watu walikuwa wanapata msaada, lakini alikuwa anashona mahema ili kupata chakula. Ndio maana anawaambia kwamba asiyefanya kazi na asile. Kwa hiyo wao walitaka watuambie kwamba sisi tu tushinde na maombi tu, ndio vandeli kuanzia siku ya kwanza hadi ya tano bila kufanya kazi yoyote. Tunashinda tu kwenye chumba cha maombi. Tunamsubiri Mungu ashuke. Wengine wanasema wanataka visa ya kwenda kuhubiri nje kwa sababu ya maombi tu. Uongo mtupu. Kwa hiyo waliambiwa hata mistari ambayo wanapaswa kutusomea ili tupate kuelewa. Na mingine nasema ni il est difficile aux riches d'entrer au ciel. Matthieu 19:23. Yaani Mathayo 19:23 ni mistari ambayo ilikuwa inatufanya sisi weusi tujione kwamba ni vigumu tajiri kuingia mbinguni. Ili watu weusi waache kutajirika, waachie wazungu, wasombe mali zetu wapeleke kwao wajenge. Ndio maana hapa tunapokaa sisi leo tunajiona kama wametuleta yaani mahali pazuri, kumbe wanatuleta katika nyumba ambazo zilijengwa na mababu zetu. Mababu zetu walikuja kujenga hizi kwa jasho. Hizi tunakoishi hapa, hizi ni mali za mababu zetu. Ni mali za nchi zetu ambazo zimeletwa hapa. Zimetolewa nchini kwetu na sisi tunaletwa kwa mfumo mwingine wa utumwa ili tunakuja kustarehe. La hasha. Hakuna starehe. Kama kuna mtu anayejua anayefikia na starehe kwa sababu amekuja nchi za Ulaya, basi atakuwa bado hajaenda mbali na yale mawazo ya kikoroni. Lakini unakuja hapa ni kwa maslahi ya wao vile vile. Kama sio maslahi yao hawezi kukuleta. Ndio maana unaona wengine kwa sababu ya uhaba wa watu wanaoleta watu ili wazae, kwa sababu wao hawezi kuzaa. Wanaleta wahamiaji ili wazae, waongeze idadi ya watu watakaopigania nchi. Na utafikiri kwamba wanakupenda. Hapana. Kwa hiyo hiyo ni mistari baadhi yake ambayo walipaswa kufundisha watu weusi, hususan Kongo walikofikia. Kwa hiyo kwenye kipengele cha 3 anasema votre action doit se porter essentiellement sur les jeunes afin qu'ils ne se révoltent pas si le commandement du père est conducteur de celui des parents. L'enfant devra apprendre à obéir à ce que lui recommande le missionnaire et qui est le père de son âme. Insistez particulièrement sur la soumission et l'obéissance. Évitez de développer l'esprit critique dans vos écoles. Apprenez aux élèves à croire et non à raisonner. Jina la Bwana libarikiwe. Anaambia kwamba kazi yake maalumu inayowapeleka ni kujibezi sana kwa vijana,
ili hao vijana wasije wakaasi, yani wasije wakatafuta kujitutumua, waseme nyie mmetuvamia. Na wanasema kwamba endapo sheria ya baba, yani ukisikia baba maana yake unamaanisha yule kiongozi wa kanisa. Wale wanaopenda kuitwa mababa wana mizizi yao. Mizizi yao ni hao wakoloni, maana ni wakoloni weusi nao. Ukisikia mtu anayekuanzisha yeye ni baba, ujue kama yeye naye hayuko bali na ukoloni. Kwa hiyo bado ni mtoto wa ukoloni tu mweusi. Hataki watu tujue. Anasema kwamba sheria za mababa zitakuwa juu ya sheria za wazazi. Kwa hiyo mtoto hata watii wazazi, bali atatii sheria ya misioneri ama ya missionary, kitu ambacho kimeharibu utamaduni wa Kiafrika, kimeharibu uzalendo wa Kiafrika, kwa sababu mbele ya hapo au kabla ya hapo sisi weusi tulikuwa tuko na adabu kwa wazazi wetu. Lakini baada ya kuleta mafundisho hayo ya kidini ambayo walikuwa wanachukua mabinti zetu vijana wanakwenda wanafundisha ujinga wa kuwachukia wazazi, ndio maana unaona walianza kuua wazazi kwa sababu ya kutafuta mali, kwa sababu wazazi wanataka kuwa control, wakaanza na ujangili wa namna hiyo. Kwa hiyo hayo yote yametokana na mafundisho hayo. Na anasema kwamba yani sheria ya missionary ndo iwe juu ya sheria ya wazazi, kwa sababu huyo missionary eti ndo baba wa nafsi ya watoto wetu, kitu ambacho si sahihi. Hajawahi kuwa baba wa nafsi zetu. Baba wa nafsi zetu ni Mungu peke yake, Yehova mwenyewe. Hakuna mtu ambaye anaweza kuwa baba wa nafsi yangu wala nafsi yako, hapana. Isipokuwa tu atakao kuaminisha hilo ni wale ambao bado waligingaliki chini ya mizizi ya ukoloni. Kwa hiyo watakuaminisha hivyo ili kuweza kuteka fikira zako usione mbali. Na amewaambia kwamba wajiepushe na kuendeleza roho ya kukosoa mashuleni. Yaani shuleni kusiwe na kritike. Kusiwe na mwanafunzi yeyote atakaye onyesha mashaka ya kile anachokifundishwa. Lakini anawaambia kwamba wafundishe wanafunzi wote kuamini ila sio kufikiri. Imagine hata wewe. Yaani unasimama kanisani unafundisha watu hautaki wafikiri. Anayeleta wazo mbadala unamwona ni adui. Ni kwa sababu ya kile kilichofundishwa na mzungu mweupe. Ili uje na wewe wadidimize watu. Lakini injili ya kweli inaacha watu wadadisi. Maana ndio injili halisi. Inawaacha watu waulize. Hata kama tauliza ujinga, mwache aulize. Maana tatizo lake ni kujua. Akiuliza kwa ujinga, mujibu kwa hekima. Ukimjibu kwa ujinga na wewe unakuwa mjinga mwenzake. Unachopaswa kumjibu kama kiongozi ni kumjibu lile litakaloweza kumsaidia, limtoe kwenye ujinga, limulete kwenye mahali pengine ambapo tutapaswa kuelewa. Lakini hawa watoto walikuwa wanafundishwa wasifikiri bali waamini kila kitu. Na ndivyo tulivyofundishwa katika dini zetu kwamba ukifundishwa usiulize. Lakini ukweli ni kwamba hata Paulo alikuwa anabishana na Wayahudi ili wapate kuamini. Sasa utaamini nini bila kuuliza? Na wengine hawana muda hata wa kuuliza. Anaingia Jumapili tu imeisha na huyo anatazamia kwenda mbinguni. Utafikiria ni mbingu ya nani ambao utaenda kwa namna hiyo? Maana hakuna mbingu ya aina hiyo. Unahitaji kwenda mbinguni kwa sababu umetumia akili yako ilivyo. Kwa hiyo hapa najaribu kufungua akili. Maana huu ukweli uliufichwa, haujaambiwa na mtu. Yawezekana hata kiongozi wako akuambia, mimi nakwambia kwa sababu nakupenda, nahitaji uende mbinguni. Yawezekana nimekuja kwa wakati huu ili niweze kupatia ukweli kama huu, ili wewe ujiepushe na kwenda jehanamu. Maana kumbuka hata Esther, Mordekai alimwambia kwamba hujui ya kwamba yawezekana umeitwa, yani umekuwa malkia kwa wakati huu ili uweze kuokoa kizazi chako, uweze kuokoa kabila lako la Wayahudi. Kwa hiyo nami nimekuja kwa wakati huu ili niweze kufungua fikira zako, uanze kufikiri, uache kuamini kila kitu, bali ufikiri uone ni namna gani ambavyo huyu mkoloni ameroga akili yako.
Na kwa sasa sio mkoloni mweupe tena, ni mkoloni mweusi mwenzako ambaye anataka mali zako. Atakuhubiria leta hiki, leta hiki, leta hiki, hata kama huna chochote, hata wokovu huna, bado atakusisitiza kuleta pesa, kwa sababu anajua pesa ndio anahitaji, sio roho yako ili iweze kupona. Kwa hiyo ni kama vile ambavyo hawa wakoloni walikuwa hawapendi sisi tupate akili ya kupona. Walikuwa wanapenda tu tutoe vyakula, tutoe mahali, tutoe dhahabu zetu, wapeleke, sio sisi tufaidike. Hapana, wafaidike wao, kwa sababu wamekuja kwa ajili ya maslahi ya nchi yao. Kwa hiyo na viongozi wengi wa siku hizi wapo kwa ajili ya maslahi yao wenyewe na familia zao, wala sio kwa maslahi ya watu wa Mungu ili waupate ufalme wa Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo twende pointi ile ya 4, anasema c'est cela, chers compatriotes, quelques-uns des principes que vous appliquerez, vous en trouverez beaucoup d'autres dans les livres qui vous seront remis à la fin de cette séance. Évangélisez les nègres à la mode des Africains, qu'ils restent toujours soumis aux colonialistes blancs, qu'ils ne se révoltent jamais contre les injustices que ceci leur feront subir. Bwana tusaidie sana. Unaona hapa anawaambia kwamba kuna vitu vingine ambavyo watapewa, vitendea kazi ambavyo watapewa baada ya ile hotuba, baada ya kile kikao chao. Anaambia watapata mengine huko wanakoenda, vitabu vingine ambavyo vinafundisha mambo kama haya ambayo tumetoka kusoma, ndio waje watufundishe sisi watu weusi. Na anasema kwamba wawahubirie wazaliwa wa nchi kwa mtindo wa Kiafrika, kwamba wabaki yani wabaki watiifu kwa wakoloni wazungu. Ndio maana yake, ili wasiweze kuasi hata siku moja kutokana na ukosefu wa haki ambao wameletewa na hao wazungu. Kwa hiyo jifikirie hata we mwenyewe, yani ufanywe mabaya yote halafu ubaki mtiifu. Ndivyo tulivyofundishwa makanisani, kwamba mtu akupiga kofi ishavu la kulia geuza na la kushoto, akichukua shati mpe na nyingine. Huo ni ujinga tu. Hayo ndio ambayo tumeletewa na wazungu. Ndio mambo ambayo sisi tunafundisha, watu tunawafundisha kwa sasa, mambo ya kihuni sana, mambo ya kipumbavu na ujinga kwa watu ambao wanasema ni Wakristo. Tungehitaji kufunguka akili ili tuweze kuona mbali, tuwe watiifu kwa Mungu na sio watiifu kwa wanadamu. Maana kumbuka hata Danieli hakumtii mwanadamu, alimtii Mungu. Kumbuka Shadraka, Meshaki na Abednego hawakuwatii wanadamu, walimtii Mungu. Na kumbuka kina Petro alisema tuambieni kama ni vema, kama ni halali kuwatii ninyi au Mungu. Kwa hiyo na sisi hatupaswi kuwatii watu wanao tuendesha kiholela, yani kikoroni hivi eti tubaki chini ya himaya ya wakoroni, tusije tukawaasi. Ndio maana leo utaona walio wengi wamebaki chini ya mfumo ule wa kikoroni. Hata makanisani hakuna kanisa ambalo utaona ni machache yanaendeshwa kwa mfumo wa kiteokrasia, yani katika utukufu wa Mungu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kwa hiyo ningependa wewe mwanafunzi mwenzangu, maana mimi sikwambii kama mimi ndo mwalimu wako. Mimi nakwambia kwamba na mimi ni mwanafunzi, maana najifunza kwa Yesu. Na kujifunza kwa Yesu ndilo nikuletee. Na wewe utakaojifunza kwa Yesu unaweza ukaniletea siku moja na mimi kanibariki. Ndivyo mitume walivyoishi wakati wa kanisa la kwanza. Ndio maana walikaa pamoja, ilikuwa wanakula mali zao kwa pamoja. Hata wale wakina Petro walikuwa wanajiita wazee, ili kuonyesha kwamba hakuna aliye zaidi ya mwingine kihuduma, maana wote walikuwa wanafaidiana. Lakini tatizo la madhehebu yetu ya siku hizi, kila mmoja anataka kujionyesha kwamba yuko juu ya mwingine. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo ndugu zanguni, hizi ni sehemu ya pili ambayo tulikuwa tunaangalia
Kwa hiyo tunaenda sehemu inayofuata ya tatu na ya mwisho. Asanteni sana.